Ndugu mtazamaji, siku ya leo imempendeza Mungu nipate kukushauri kitu ambacho natumai ya kwamba kitakusaidia, lakini pia kitakujenga sana katikati ya maisha yako na safari ulionayo. Na ushauri wangu ni kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Zamani, kipindi cha manabii, kabla ya ujio wa Roho Mtakatifu ambaye ndiye ahadi yetu, Roho Mtakatifu alikuwa kwa mtu mmoja mmoja. Roho Mtakatifu alikuwa kwa mtu mmoja mmoja. Ndio maana wana wa Israeli wanapotaka kusikia sauti ya Bwana, wanapotaka kusikia maonyo ya Bwana, walikuwa wanamfuata nabii Samueli, walikuwa wanamfuata nabii Yeremia, walikuwa wanamfuata nabii ili wapate kusikia nini ambacho Bwana anasema. Lakini leo hii Biblia inasema kwamba neema ya Yesu Kristo imemwagwa ulimwenguni kote. Na tunakuja kuona Bwana anasema kupitia kile kitabu cha Yoeli 28. Biblia inasema atamwaga roho juu ya wote wenye mwili. Tazama, mabinti vijana watatabiri, wazee wataota ndoto, na hakuna hata mmoja ambaye atamwambia mwenzake mjue Mungu, kwa kuwa dunia yote itajawa na utukufu wa Mungu. Hata mtoto mdogo atakuwa na hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini ambacho kinatokea Roho Mtakatifu anapokuja juu yako? Biblia inasema tazama, Samsoni wakati alipokuwa akishukiwa na Roho Mtakatifu, tazama kamba ambazo alikuwa akifungwa na maadui zake Wafilisti zilikuwa zikikatika. Kamba ambazo alikuwa anafungwa, minyororo ambayo alikuwa anafungwa, yani wakati tu wa ujio wa Roho Mtakatifu, vifungo vilikuwa vinaachia, kamba zilikuwa zinakatika zenyewe. Ni kwa sababu gani? Sio kwa sababu tu kwamba ni Samsoni shujaa, lakini ni kwa sababu ya yule aliyekuwa anamwezesha ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Sasa tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 10 na ule mstari wa 11. Yote kote nataka nikutengenezee shauku, ndugu mtazamaji. Upende, tamani sana Roho Mtakatifu ajae ndani yako. Tamani sana Roho Mtakatifu kila siku aendelee kufurika ndani yako. Na haya ndiyo matokeo. Biblia inasema tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika kile kitabu cha Petro, Biblia inatufunulia kwamba hayo mafuta tulionao ni Roho Mtakatifu. Automatic mafuta ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafananishwa na mafuta. Sasa Biblia inasema baada ya kutiwa mafuta, tazama mzigo wake ulioko kwako utaondoka. Nira ya adui ambayo ameweka kwako itaondoka. Lakini itaondokaje? Ni baada ya kutiwa mafuta. Kwa lugha nyingine ni baada ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yako, ndipo ambapo sasa hayo yote yanaondoka. Kwa tamani sana uwe na shauku Roho Mtakatifu, tamani sana kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Hii itakusaidia na hautakuwa wa kawaida. Magonjwa yatakuja, yataondoka. Kamba zitakuja, zitaondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Haleluya. Tamani, weka shauku hiyo ndani yako.